السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الحاضرين، katika kikao chetu cha leo kwa muda huu tutazungumzia kuhusu msingi madhubuti miongoni mwa misingi ya da'wa salafia, nacho ni kipengele cha kurudi kwa maulama. As-salafiyun ahlus sunnah wal jamaa, miongoni mwa misingi yao ambayo wameafikiana juu yake ni kwamba mambo yote ya dini yatarejeshwa kwa maulama waliosimama katika misingi ya haki juu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika fadhila zake Allah subhanahu amejaalia katika kila zama kuwepo kwa maulama. Wanaweza wasiwepo katika mji mmoja au katika miji fulani, wakawepo katika miji mingine, lakini katika kila zama kuna maulama ambao wao ndio wasimamizi wa dini hii, wanazuoni wa Kiislamu. Na itakapofika wakati hakuna maulama, kwa maana ya kwamba elimu haiko, ndipo pale wajinga watakapopewa nafasi, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au inawezekana wanawazuoni maulama wakawepo, lakini watu wasiwajue maulama, na kwa sababu hiyo wakashindwa kurudi kwao. Wasiwajue wanawazuoni na maulama wao kwa sababu mbalimbali tu. Miongoni mwa hizo ni kudharauliwa wanawazuoni hao na kutwezwa na kuonekana si kitu chochote, na wale wababaishaji wakapewa nafasi wakionekana kuwa ndio wasemaji wa Uislamu, ndio mashekhe. Kwa hiyo nafasi zao zikaporwa, wakapewa watu wengine. Inawezekana kwa sababu hiyo au kwa sababu nyinginezo, lakini uwepo wa wanawazuoni ikawa hauna faida kwa ulimwengu wa Waislamu. Inawezekana hilo, na watu wakifikia kiwango hicho wamefika kwenye hatari kubwa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi nyingi zilizokuja kuelezea fadhila za wanawazuoni, lakini moja katika hizo alitoa tahadhari kwa watu na kuwapa onyo, akisema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Huyo si katika sisi mtu ambaye hamuheshimu mkubwa wetu
mtu ambaye hana heshima na watu wakubwa waliomzidi kiumri na maarifa, huyo hayuko katika mwenendo wetu huyo. Pia si katika sisi mtu ambaye hana huruma kwa mdogo wetu, ana roho ya ususuavu na ukatili, hawahurumii wadogo na walio wanyonge, huyo hayuko katika mwenendo wetu na mfumo wetu na manhaji yetu. Na pia sio katika sisi mtu ambaye haijui haki ya mwanachuoni wetu, huyo hayuko katika manhaji yetu na njia yetu. Hadithi hii ni hadithi sahihi, ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake, hadithi nambari 22807 kwenye al-Musnad, na wengineo katika wanawazuoni wa Kiislamu wameitaja hadithi hii na ni hadithi sahihi. Mahali pa kuweka nukta na yule ambaye haijui haki ya mwanachuoni wetu. Wako wanawazuoni waliosimama sawa sawa, wanawachuoni wa haki, lakini pia wakati huo huo kuna wanawazuoni wa batil, wanawazuoni wapotofu wapo, na katika kila zama itakuwa hivyo. Lakini sisi tunawazingatia ni wale wanawazuoni waliosimama katika njia ya sawa sawa, wana ilmu, wana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Talibul ilmi, mwanafunzi, kadhalika muislamu wa kawaida tu, anatakiwa awajue wanawazuoni ambao jambo lake atalirejesha kwao. Ulimwengu una mambo mengi sana, na kila uchao kuna mambo yanazuka, mara limetokea hili, mara limetokea lile. Kuna hali ya amani, kuna hali ya vita, hali ya amani, hali ya hofu, mitikisiko na mambo mbalimbali yanajitokeza katika ulimwengu, matukio makubwa yanayogusa ulimwengu wa Kiislamu. Wewe marejeo yako ni wapi? Sasa huko mitandaoni kuna watu wamevaa majoho na makoti ya maulama, wanazungumza kwa lugha ya ilmu, wewe huwajui. Wala uwezi kutofautisha. Msingi wako wewe ni akili yako na utashi wako. Kwa akili yako hiyo ulionayo, ungeiweka katika mambo ya kilimwengu, ikawa mambo ya kilimwengu uyapeleka hivyo hivyo, basi ungeibiwa kila siku, na kila siku ungetapeliwa, si ndio hivyo? Huko mitandaoni kuna wauza madawa, madaktari na wasiokuwa madaktari. Sawa. Huko mitandaoni kuna matapeli wa kila aina, na kuna watu wanatapeliwa. Lakini bila shaka wewe kuna mambo umeyasomea, yamekupa maarifa yale ndio unayatumia katika kutofautisha baina ya hili na lile, kwamba hapa sasa natapeliwa, hapa sasa ni kadha. Bali nyinyi mnafahamu kwamba kuna mikataba mingi mnayotaka kuifanya au mnaoifanya au mnaendelea kuifanya. Nyinyi hamthubutu kuifanya mikataba hiyo mpaka mshirikishe jopo la wataalamu wa mambo hayo, usije ukaibiwa. Pamoja na kwamba umesoma,
umesoma lakini hii sifa ni yako, wewe umesomea kitu kingine, lakini kuna jambo hili sasa itakuwaje? Tumtafute mwanasheria mzuri wa mambo ya ardhi, tulihakiki hili jambo, tuangalie itakuwaje. Unawatafuta wataalamu, kwa sababu kinyume cha hivyo jambo lako litaharibika. Umepatwa na shida fulani hivi ya kiafya, waona kwamba kwa hili lazima nimfuate mtu fulani, hata nitatulia jambo hili, hospitali fulani, kwenye vipimo fulani, ujiendee tu. Lakini katika jambo la dini ukizunguka utakuta asilimia kubwa watu hawana utaratibu huo. Utaratibu huo haupo. Yani mambo yote tutatafuta wataalamu wanaohusika katika mambo hayo, ila dini. Akijitokeza mtu tukavaa kilemba na kanzu nzuri aweza kusema huyo afaa. Hili ni tatizo. Sasa dawa salafia yakwambia hapana, jambo hili lazima ulipeleke kwa misingi ya kisawa sawa, marejeo yako yawe ni kwa maulama, na Qur'ani inatuelekeza hivyo. Ukisoma aya katika sura an-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Allah subhanahu anataka watu warejee kwa wanawazuoni, kwa anasema linapowajia wao jambo lolote, linapowajia waislamu jambo lolote. Lakini hapa wanazungumziwa watu wenye tabia ambayo si sawa sawa. Tabia zao wao ni kueneza uvumi, kila jambo linalokuja basi wao wanalieneza kwa kasi. Sasa anasema linapowajia wao jambo lolote linalohusu amani au hofu, wao wanalitangaza haraka haraka. Adha'u bi, vita, mapinduzi, maandamano, si kitu gani, wao haraka haraka wanaeneza zile habari. Usikia huko, usikia hivi, angalia fulani kafanya hivi. Adha'u bi. Sasa Allah subhanahu anasema walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, laiti wangelirudisha jambo hilo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko hai, basi watu wangerudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekufa, warudi kwenye sunna zake. Wangelirudisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa wenye mamlaka, wenye uwezo, wenye ilmu, wanawazuoni miongoni mwao, wangelirudisha jambo hili. Tafsiri ya wanawazuoni ina nguvu zaidi kwa sababu ya maneno ya hapo mbele. Wangelijua wale ambao wanayachimba mambo miongoni mwao, wana uwezo wa kuyachimbua mambo ndani kabisa na wakayatolea hukumu. Wangewarejeshea wale, wakarejeshea wale wangewapa hukumu kwamba hapana, msihadalike na jambo hili, subirini, fanyeni subra, jambo haliko hivyo, huu ni mtego, msiingie kwenye jambo hili. Lau wangelirudisha jambo hili kwa wanawazuoni walio na uwezo wa kuyachimbua mambo, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Huo ndio utaratibu. Sisi waislamu ndio mfumo wetu na ndio utaratibu wetu. Jambo limetokea ni katika hali ya amani au hali ya hofu, maadamu ni jambo kubwa linaugusa umma, sisi tunatakiwa tulirudishe kwa wataalamu wetu, watuchimbulie jambo lile, hukumu yake ni ipi, tufanye nini katika hali kama hii.
na hizo ni fadhila za Allah kwetu. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na laiti kama sio fadhila za Allah na rehema zake zilizoko kwenu. Hii ni fadhila ya Allah kwamba sisi turudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, turudi kwa wanawazuoni wetu. Hizi ni fadhila za Allah na ni rehema zake. Kama si utaratibu huu, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, basi mngelimfuata shaytan isipokuwa wachache tu. Kwa maana ya kwamba yoyote ambaye huu si utaratibu wake atakuwa anamfuata shaytani. Kama huo sio utaratibu wako wa kuamiliana na matukio na majanga na mambo mbalimbali yanayojitokeza ulimwenguni yanayowahusu Waislamu na wengineo wasiokuwa Waislamu, kama huo sio utaratibu wako wewe ni mfuasi mzuri kabisa wa shaytani. Hii ni aya, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, mngelimfuata shaytani isipokuwa watu wachache sana. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake alipoileta aya hii, alipoitaja aya hii akasema, hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi an fi'lihim hadha ghairi al-la'iq, huku ni kuwatia adabu. Allah anawatia adabu waja wake kutokana na vitendo vyao visivyolingana na wao, vitendo vyao visivyo sawa. wa annahu yanbaghi lahum idha ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma wal masalih al-'amma ma yata'allaq bil amni wa sururi al-mu'minin aw bil khawf alladhi fihi musibatun 'alayhim an yatathabbatu wa la yasta'jilu bi isha'ati dhalika al-khair, na kwamba inatakikana kwao linapowajia wao jambo lolote miongoni mwa mambo muhimu yenye maslahi na Waislamu, yenye maslahi ya kuwaenea watu wote katika mambo ambayo yanafungamana na amani na furaha kwa waumini, au mambo ya hofu ambayo ndani yake kuna msiba dhidi yao, wanatakiwa wafanye uthibitisho na wala wasifanye haraka kueneza habari hiyo, bali wayarudishe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa wenye mamlaka miongoni mwao, wenye rai za sawa sawa na elimu warudishe kwao, na wenye akili na uwezo wa kuyapima mambo, ambao wanayajua mambo yenye maslahi kwenye umma na kinyume chake. Asema, wa fi hadha dalilun liqa'idatin adabiyyah wa hiya annahu idha hasala bahthun fi amrin min al-umur ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. na katika hili kuna ushahidi wa msingi wa kiadabu, nao ni litakapopatikana jambo lolote linalohitajia utafiti miongoni mwa mambo ya kilimwengu, mambo ya kidini, yatakikana kusimamiwa jambo hilo na wenye sifa zinazostahiki na kuwekwa kwa watu wake, wapewe jambo hilo, wakabidhiwa watu wake, wale wasitanguliwe mbele yao, kwa sababu kufanya hivyo ndio kukurubia na kusogelea usawa. Kwa hiyo mambo yanapotokea yanayohusu umma, umesikia kuna vita mahali, kuna mambo mahali yametokea, janga fulani limetokea, usipaparike haraka haraka ukataka kulitolea ufafanuzi jambo lile. Jambo hili lirudishwe kwa watu wake ili wafanye upembuzi yakinifu katika jambo hilo, alafu wazungumze kwa maslahi ya umma. Kisha akasema, wa fihi an-nahyu 'anil 'ajala wat-tasarru'i li nashri al-umuri min hini sama'iha, ndani yake katika jambo hili kuna makatazo ya kufanya haraka haraka na kuyapapia mambo na kuyaeneza wakati wa kuyasikia tu, uliposikia tu ukaanza kueneza habari ile. Wal amru bit-ta'ammul qabla al-kalam wan-nadhar fihi, na watu wanaamrishwa kuzingatia kwanza, kutafakari kabla ya kuzungumza. Hal huwa maslaha fayataqaddamu alayhi al-insan am la fayahjumu anhu, je, jambo hili ni maslaha ili mtu aliingilie aliendelee, au hakuna maslaha ajizuie na jambo hili? Ukitazama maelezo
ya mwanachuoni huyu na wanawazuoni wengine walipokuwa wakielezea aya hii, wanatuongoza kwamba mambo yoyote yanayotokea kwenye umma sisi tunatakiwa turudi kwa wanawazuoni wetu. Lakini swali, twawajua? Lakini katika namna ya kuififisha aya hii na kuuteketeza na kuunyong'onyeza msingi huu, kitu cha kwanza ni kujengwa dharau kwa wanawazuoni. Wanapewa wanawazuoni na wanasimikwa cheo cha wanawazuoni na elimu watu wasiostahiki. Pia hao wanaostahiki wananyongeshwa kwa kutuhumiwa kwa maneno mbalimbali na lugha chafu za kuwakejeli, ili tusiwe na imani nao tena. Tukishakosa imani na wanawazuoni wetu, basi sisi tutarudi kwenye nafsi zetu, tutahukumiana wenyewe kwa wenyewe mpaka mambo yatakapokuwa yameshaharibika. Sasa itakuwaje? Kumbe ilikuwa hivi mambo yashapita na ushaharibu, na wewe uchangia katika hilo. Muda huu ni mfupi sana. Sasa nimezungumza mafumbo hivi, labda aya mtakuwa hamjaelewa mpaka mpigwe mifano. Nitawapigia mifano insha Allah juu ya baadhi ya matukio yaliyotokea katika ulimwengu wakati wa nyuma na wakati wa sasa. Tuishi nayo, tuangalie, tujitathmini katika hii, alafu baadaye turudi kuwatambua hawa wanawazuoni ni kina nani. Kwa vijana wenye miaka 30 hivi, hauwezi kusema kwamba mtakumbuka hamkumbuki kitu, kwa sababu ni matukio yalitokea mwanzoni mwa miaka ya 90. Kutoka mwaka 90 mpaka leo ni miaka 35. Ni wachache sana wenye miaka hiyo baina yenu hapo. Wapo kiasi, lakini wengi wenu bado, si ndio hivyo? Ukisema baba wenye miaka 35 wasimame, ina maana yale matukio yakitokea wao ndio wamezaliwa, pia atakuwa hawana kumbukumbu. Waliona miaka 40, ina maana ilikuwa ndio pengine wa kuchekechea huko. Sidhani kama walikuwa labda wakiabashi, labda waliyasikia kidogo kaka zao na wazee wao matukio hayo kwamba litokea tukio fulani. Mwaka 1990 baada ya kumalizika vita vya Irani na Iraqi na Irani, kwa kipindi kifupi tu, Saddam Hussein ambaye alikuwa ni rais wa Iraq na jeshi lake waliivamia nchi moja katika nchi za Kiarabu kiitwa Kuwait, nchi ndogo sana. Wakaivamia na jeshi, mchana mmoja tu wakaichukua nchi yote ile kwa madai kwamba ni nchi yao. Wana madai kadha wa kadha, lakini nchi yetu. Jeshi likaingia mijini, likaingia kwenye majumba, wakapora mali za watu, wakabaka wanawake, wakaua, wakachukua madhahabu, wakachukua hiki, wakachukua kile. Yani wakafanya uharibifu mkubwa, na wao wana nguvu, kwa sababu wakati wakipigana na Irani, Marekani ilikuwa akiwapa silaha nyingi sana nzito, walikuwa wakipewa silaha na Marekani. Sasa anazo silaha na ana nguvu. Yeye Muislamu au nchi yao ya Kiislamu wa Arabu wakaivamia nchi ya Kiislamu ya Kiarabu. Zile nguvu zake hakutaka kuivamia Israeli, labda kuna Tel Aviv au wapi na mfano wa hiyo. Yeye akawavamia Waislamu wenzake dhulma wa udwana, na akawa anasema hii ni safari, tunakwenda mpaka Riyadh. Riyadh ni Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Kumbe aje mpaka huko. Ikawa sasa watu wanataharuki, na kule kaikalia nchi kimabavu, na akawa kweli anarusha makombora mengine yanafika Riyadh. Serikali ya Saudi Arabia ikakaa kwenye shura yake, wakajadili, sisi kupigana na Saddam uso kwa uso atatuharibia sana, yeye hana cha kukosa.
hana cha kupoteza. Tufanyeje sasa? Waitwe wanawazuoni. Sisi tuna pesa, tuna fulusi. Tuwaite wanawazuoni, iko lajna ya maulama, kamati maalum ya jopo la wanawazuoni likiongozwa na al-Imam Sheikh Abdul Aziz bin Baz na wengineo katika wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Swali likaja, je, inafaa sisi kukodisha jeshi la Kimarekani, jeshi la kikafiri kwa pesa zetu kumpiga Saddam Hussein atoke Kuwait na asilete uvamizi wake kwenye nchi yetu? Kiislamu yafaa? Ndio ulizwa wewe sasa. Tumlete kutoka Marekani na pengine kuna kambi zake za kijeshi zipo, lakini alete silaha, sisi tutalipa dola bilioni ngapi tutampa, lakini atoke pale na asije huku kwetu. Hebu tuambieni, katika fatwa ya Kiislamu hiyo yafaa? Alisti'anatu bil kuffar, kutaka msaada kwa kutumia makafiri kwa kutumia pesa yako, yafaa? Wanawazuoni wakakaa wakalitafakari lile jambo, wakapitisha fatwa kwamba kwa maslaha hayo inafaa. Fatwa ikatoka kwamba yafaa, ikaingiwa mikataba ya kumpiga Saddam Hussein. Tuko pamoja? Kipindi kile kile wakatokea baadhi ya wanaharakati, vijana wadogo kwa wakati huu, miaka 30 na ngapi, 40, vijana wale si katika wanaozuoni wenye kuzingatiwa kwa wakati huo, wakatoka na kufanya mihadhara kuonyesha kwamba jambo hili halifai, haifai, itakuwaje na nini. Kwanza hii sio kujilinda, huku ni kutawaliwa, mlete makafiri katika nchi za Kiislamu. Wakasema maneno mengi, vijana wengi wakaathirika na propaganda zile. Wanawachuoni wakatiwa kwenye khiana, wanawazuoni wakatukanwa kwamba hawa ni wanawazuoni wa kiserikali, hawa majasusi, hawa wanatumiwa, watawala wanawatumia hawa hivi, mpaka ile heshima ikaondoka katika nyoyo za watu. Vita ikapiganwa, na nyinyi mwakumbuka, katika kuamsha hisia za Waislamu ikawa Saddam Hussein akirusha skadi Riyadh, nyingine alipeleka Tel Aviv. Skadi, Allahu Akbar, unapiga Tel Aviv. Sasa swali, kama nyinyi mlikuwa mna maguvu ya kupiga Tel Aviv, si mngeanza kuzitumia nguvu hizo kwanza mkawapiga wale wazayuni? Mbona mmewavamia Waislamu wenzenu mpaka sasa mapigwa ndio mapeleka kombora Tel Aviv? Maana yake nini? Lakini kutaka kuamsha zile hisia, sasa ikawa makundi makubwa ya Waislamu duniani wanamsupport Saddam Hussein. Skadi nyingine imeandikwa Khalid bin Walid. Lakini ni kutaka kuamsha ile hisia za watu, na watu hisia zao zikaamka kweli kweli. Lakini vita ilikwenda, Saddam Hussein akapigwa na jeshi lake likatoka Kuwait, na akaacha kuishambulia nchi za jirani ikiwemo Saudi Arabia. Swali, je, jambo hili, fatwa iliyotoka kwa wanawazuoni, ni fatwa halali au fatwa ya haramu? Je, yafaa kuwatangulia wanawazuoni kwa mujibu wa aya hii? Vibaraka hao, maaskofu hao, Ibn Baz nani, hawana kitu bwana. Wale wakishasema mfalme kasema basi adhini kwanza. Naam, turudi katika maudhui yetu, masala ya al-iftiatu ala al-ulama والتقدم عليهم, masala ya kutaka kuwatangulia haraka wanawazuoni na kuwapokonya nafasi zao katika mambo makubwa kama haya ni makosa. Sasa leo mathalan wewe hapo binafsi nyumbani kwako, kwenye biashara yako, ghafla kuna kigenge cha Waislamu, vijana wa Kiislamu, Panya Road, sawa, au vibaka tu, wamekuja, ukiangalia yule pale ni Muhammad, yule ni Said, yule ni Ali,
yule ni Uthman, yule kadha, waislamu Abu Bakar, majina ya Kiislamu, na ni waislamu vijana wamekuja na mapanga yao, wamekuvamia kwenye ofisi yako au nyumbani kwako, na katika tabia zao wanaweza kukuua, kukujeruhi, wanaweza kubaka pale nyumbani kwako, kufanya uharibifu mkubwa. Unapokaa jirani yako na jirani yako si waislamu, makafiri. Haya, muulize Sheikh, je, Sheikh yafaa kumuita John aje nisaidie kwa sababu ana bunduki? Yafaa? Haifai. Haifai. Pambana nao wewe mwenyewe. Wale atakuja kuwaua waislamu pale, yule atakuja kuwaua waislamu bure. Sasa itakuwaje John aje kuwaua waislamu bwana? Si ndio hivyo? Lakini sasa akili zikishakuwa zimeharibiwa, hazitafakari kama wanavyotafakari wanawazuoni wanatazama mambo kwa mapana yake kwa mujibu wa misingi ya dini. Basi kwa hili vitabu vimeandikwa, kaseti zikatolewa kwa wakati ule zikiwatusi wanawazuoni kuwa ni wanawazuoni ulama usulta, wanatoa fatwa kuwaridhisha wafalme. Hawana maana yoyote. Mambo haya yakaenea kila mahali. Wakafa Allahu almu'minina alqital, wale wakafiri wakakodiwa, wakawapiga, wakawatoa, ikawa imeelea. Sasa hivi wanajeshi wa Kimarekani mpaka ndani ya Makka, mpaka kwenye Kaaba. Anasema hivi hajafika, hajui Makka iko vipi wala hajui chochote, lakini kakaa kwenye kahawa azungumza nini. Ni taarifa tu kazipikia. Wale kwenda Makka wanajua, sio leo, miaka 20 30 nyuma wanajua hili jambo. Hakuna kitu hicho, propaganda zimekuwa nyingi. Ninachotaka kusema ni kwamba ile heshima ya wanawazuoni ikawa imevuliwa, wanaharakati ndio wakawa wanazungumza. Wanaharakati sio unakuta mtu ni mwanaharakati hata kusoma Qur'ani hajui, lakini azungumza tu kwa jina la Uislamu, basi huyo ni shekhi. Na hili jambo hata katika nchi zetu hili lipo jambo hili. Mtaweza kuzungumza habari za huko, hana historia ile, hajasoma. Kwa sababu tukasoma skuli, anaweza kusoma magazeti, kusikiliza taarifa za CNN, ABC, BBC na machapisho mbalimbali yanayochapishwa na wataalamu mbalimbali huko duniani, wazungu na watu wengine wanaoandika. Basi kwa sababu ajua, ana data zake hizo, anazileta pale. Wajua hapa azungumza kwa niaba ya Waislamu. Hili ni kosa, si sawa. Mambo ya Waislamu makubwa yanayotokea yenye maslahi kwenye umma, au jambo ambalo ni hatarishi kwa umma, mahali pake ni watu kurudi kwa wanawazuoni. Wao wanaelekeza nini? Na tunaposema hawa wanawazuoni ni watu wasomi waliotaalamika, si kwamba alipita madrasa kasoma madrasa kwao huko. Huyu ni msomi mbobevu, amebobea katika ilmu ya sheria ya dini Allah subhanahu wa ta'ala, ameishi katika maisha hayo ya ilmu. Katika mambo ya msingi pia ni kujua historia za watu katika kusoma kwao, amesomaje, wapi, nini, pia kujua manahiji zao na mifumo yao. Kinyume cha hivyo utakorogwa wewe, utapelekwa siko. Watakuja waganga wa kienyeji, wampita madrasa, watazungumza mambo yao ya kiganga, utaona ni shekhe, si shekhe. Wanazungumza kiasi ambacho Waislamu wanadharaulika, kwa sababu vile wanavyozungumza hawazungumzi kwa misingi ya Kiislamu. Maana misingi ya Kiislamu ilivyo, mtu akitaalamika, akijua kisawa sawa, huwezi kumlinganisha na padre, askofu, sio nani, sio ana PhD, sio ana nini, huwezi kumlinganisha naye. Wewe wajua elimu ya Kiislamu ilivyo. Elimu ya Kiislamu ni kitu cha aina yake kabisa, kiko katika upeo mkubwa kabisa. Mimi naweza kuelezea kwa mfano, yani mtu vipi anakuwa sasa, huyu sio shekhe, talibul ilmi almutamakkin. Huyu sasa ni talibul ilmi, ni mtu labda ni katika wale wakufunzi wakuu wa elimu katika mambo ya dini. Anazingatia akiwa vipi?
Kwanza wanakuambia ili uwe na safari wanawazuoni wa kisawa sawa katika elimu za lugha ya Kiarabu peke yake uwe na fani 13. Uwe wazijua vizuri kabisa. Fani 13. Haya ni mambo ya lugha tu. Lakini wewe waijua Qur'ani na fununi zake, Qur'ani na fani zake na taratibu zake, wewe waijua vizuri. Misingi ya kuitafsiri Qur'ani uwe umeibobea vizuri. Iwe Qur'ani wewe wajua kuitafsiri na misingi yake, ibara zake na maneno yake, madhumuni yake, makusudio yake. Aya hii hapa malengo yake ni nini, sababu ya kushuka kwake ni nini? Je, aya hii inawahusu watu fulani au inaenea watu wote? Aya hii kadha. Ufahamu misingi ya Qur'an. Lakini pia uwe umebobea katika ilmu za mafunzo na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika sifa za Uislamu ni kwamba mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamedhibitiwa tena kwa silsila maalum ya upokezi. Kwa hiyo wamedhibiti wanawazuoni, hadithi hii kaipokea fulani kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Sasa umjue huyu fulani ni nani, huyu fulani na yeye shekhi wake ni nani, naye ni nani, umjue hali yake, na maelezo yameelezwa kwenye vitabu maalum vikielezea wapokezi wa habari. Akitajwa tu, hapana, habari hiyo sio sahihi kwa sababu kuna mtu fulani na fulani, huyu alifanya hivi na hivi na hivi, mwenendo wake ulikuwa hivi na hivi, habari hii haiko sawa kwa sababu inapingana na habari hii, na hii ina nguvu zaidi kuliko hii. Kwa hiyo uwe na utaalamu katika kuyafahamu kwanza mapokezi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia si mapokezi tu, ufahamu fiqhi iliyomo katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya yana maana gani? Yamezungumzwa kwenye muktadha upi? Malengo yake nini? Amekusudia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Zote hizo ni fani zitakuelekeza wewe katika kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na elimu ya hadithi na mambo mengi, milango mirefu hivyo hivyo katika mapokezi ya habari nyingine yasiyokuwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana sisi katika historia ya Kiislamu wamekuwa wanawazuoni wa Kiislamu ni wabobezi katika mambo ya historia, kwa sababu vyanzo vyao ni vya kuaminika. Hakuna inasemekana hapo kale, hakuna katika Uislamu habari namna hiyo. Eleza umeitoa wapi, chimbuko lake nini? Inasemekana kwamba kulikuwa kuna watu walikwenda huku wakarudi wakaenda kule, hapa inawezekana. Hakuna habari hizo. Ni lazima upembuzi yakinifu ufanyike na uchambuzi wa kina katika habari na matukio yanayohusu watu, jamii, mtu mmoja mmoja na makundi ya watu na nyakati zao. Kwa hiyo Muislamu shekhi anayesoma historia ya Kiislamu anaweza kukuelezea wewe tangu kuumbwa kwa Adam na kabla yake, Adam alipoumbwa, familia yake, shirki ilivyotokea, kuletwa mitume, alikuja nani, ikawaje, Qur'ani yasemaje, gharika ilivyotokea, gharika kuu, baada ya hapo kugawanyika vizazi vya watu na uzao wa Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam, na mataifa yalivyogawanyika. Hawa ni watoto wa Shem, hawa ni watoto ya Jafet, hawa ni watoto wa Ham, Mahemiti wamezaliana, wamegawanyika, wamekwenda wapi, miji gani, Mahemiti wamekwenda wapi, watoto wa Sam wameelekea wapi, Jafet watoto wake ni Yafith. Atakuelezea kwamba makabila haya asili yao ni hawa walikuwa hivi, hawa ilikuwa hivi, nabii fulani alikuja. Habari anazijua na zinaendelea mpaka leo, na wanazuoni wamedhibiti haya mambo. Bado unakuwa mjinga? Huwezi kuwa mjinga. Sasa ukirudi katika sheria ya Kiislamu yenyewe, sheria ya Kiislamu, alafu mtu akwambia kasoma dini, akwambia wajua yule kasoma dini tu hajui, haiwezekani. Sio hivyo. Ukisoma dini ndio umesoma dunia kwa undani zaidi. Kwa sababu angalia, kwa mfano katika fiqh ya Kiislamu kuna fiqh ya mambo ya ibadat, utasomeshwa wewe, yani mambo ya tahara, mambo ya namna ya kuswali, swala najisi, swala, zaka, saumu. Hizi ni mambo ya ibada, inaitwa fiqhul ibadat. Lakini ukisoma kuna kitu kinaitwa al-ahwalu shakhsiyya, inaelezwa sheria hii kwa ufafanuzi
na kwa kina kabisa. Al-ahwalu shakhsia ni yale mambo binafsi ya watu, mahusiano kama ndoa, talaka, nasaba, kwamba nasaba itathibitishwa vipi kwamba huyu ni nasabu ya huyu na huyu si nasabu yake, fulani bin fulani, itakuwa ukoo ule namna unavyothibitishwa, mambo ya kutoa ya kuziangalia familia na kuzisimamia, hukumu zake kisheria, nani ana wajibu wa kuiangalia familia na kutoa matumizi. Huyu ni dada yako, baba yako hayuko, ameolewa, je, wewe ndio utampa matumizi au utapewa matumizi na mume wake? Kaachwa au mume amefariki, atakwenda kwa nani? Ataishi vipi? Huyu ni binti yako. Mambo kama hayo, mambo ya kimatumizi. Matumizi, wewe una wajibu wa kumpa matumizi nani? Sheria inaeleza mambo haya. Mambo ya mirathi, na hili ni jambo jingine mbali kabisa, jambo lake ni kubwa. Wanaosoma elimu ya mirathi, kuna mambo mengi, kuna fiqh ndani yake, kuna elimu ya nasaba, kuna elimu ya mahesabu. Mahesabu yake si rahisi. Wasoma hisabu shekhe, vipi utaigawa mali? Mali hii inagawanyika na mali hii haigawanyiki. Kwa mfano real estate, mali iko pale, mashamba, nyumba, zitagaiwa vipi, kwa nisba ipi, kwa nisba au kwa qararit? Utaigawaje mali ile, kila mmoja apate sehemu yake? Ni utaalamu na ubobevu wa hali ya juu. Haya mashekhe wanayasoma katika vyuo, kwenye madaris yanasomeshwa, ni elimu na ni katika sehemu ya sharia ya Kiislamu. Kwamba mimi sijasomea hilo, shekhe asema mimi sijasomea mambo ya Qur'an, kwa hiyo haya mimi sijui. Si shekhe huyo, atakiwa ayajue haya. Hizi ni al-ahwalu shakhsiyya, na malengo yake ni kupanga na kudhibiti mahusiano ya kifamilia kati ya wanandoa na watu wa familia na jamaa wengine. Inaitwa al-ahwalu shakhsiyya, milango maalum imewekwa. Ukisoma kwenye vitabu, kitabu nikah, kitabu sadaq, kitabu nafaqa, kitabu alhadana, mambo ya kulea watoto, nani ana jukumu la kuwasimamia, baba amefariki, mama amefariki, mtoto atalelewa na nani, atakwenda wapi, nani msimamizi, matumizi yake yatatoka wapi. Vitu vyote vimewekwa ufafanuzi wake katika sheria ya Kiislamu. Hiki ni kipengele kimoja tu cha al-ahwalu shakhsiyya. Lakini kuna al-ahwali zinazoitwa al-ahkamu al-madaniyya. Al-ahkamu al-madaniyya wenyewe wasema ni hukumu za mambo ya kiraia. Sasa sisi ni raia, tunaishi katika mujtamaa wetu, tunaamiliana, tunauza, tunanunua. Kwa mambo ya biashara, al-bay'u wash-shira, mambo ya ijara, kukodisha watu, umemkodisha huyu, umekodisha kile, ukodisha kipando chako, umekodisha nyumba yako, kuna hukumu zake, taratibu zake Kiislamu. Shekhe atakiwa azisome hukumu hizi, azijue kwa mujibu wa dalili na maongozo wa Kiislamu kupitia Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakiwa asome mambo ya rehani, umeweka bondi mali yako. Je, mathalan mimi nimeweka mali yangu kwako, hii pikipiki yangu nimeweka rehani, nipe 200,000. Je, mimi niliyotoa rehani nina haki ya kuitumia sasa nikaifanyia bodaboda? Kama sasa naenda narudi, kija basi nimekupa mpya, imekuja sasa imechakaa. Yafaa? Sheria hizi zimewekwa katika vitabu. Babu rahani iko kadhalika, milango ya ushirika, partnership, tutaka tushirikiane kwenye jambo fulani, tufanye biashara fulani, muamala fulani, tutaka tufungue kampuni na mambo kama haya. Mambo ya madeni na namna ya watu kudaiana na kulipishana madeni, yote haya yameweka katika sheria ya Kiislamu. Lengo lake ni kulinda haki za kifedha na mali za watu. Shekhi atakiwa asome mambo haya. Hapa nazungumza somo moja tu, fiqh. Nazungumzia fiqh. Shekhi atakiwa asome al-ahkamu al-jinaiya, makosa ya kijinai yanayotokea katika mujtamaa. Huyu kampiga ngumi yule, sawa, kamngoa jino, kamtoboa jicho, yule kafanya hivi, yule alikwenda kuwinda, alikuwa analenga swala, kumbe kuna mtu kule jirani kampiga risasi, kafa. Nini hukumu yake? Hizi tu al-ahkamu al-jinaiya. Shekhi anazisoma hizi, na lengo lake ni kulinda maisha ya watu, kulinda mali za watu, kulinda heshima za watu, kuweka usalama katika jamii, kuweka uhusiano mzuri kati ya mkosaji na muathirika na jamii, na kuainisha makosa yake na hukumu zinazotakiwa zipitishwe ili kuzuia kuendelea kuvunjwa haki hizi. Sheikh atakiwa asome na ajue kila mmoja na hukumu yake.
Kwa hiyo Sheikh Ali alikuwa ni nani? Amekuwa hakimu, na hapa pia ni hakimu tena, anaweza kutoa hukumu kwamba jambo hili kadha, hukumu yake ni kadha. Pia kuna masala al-ijraat al-madaniya au al-jinaiya, yani na taratibu za kisheria katika kufungua mashtaka. Mtu atakiwa afungue vipi mashtaka, yani madai, njia za kuthibitisha madai, za kuthibitisha mashtaka, haki za kutoa ushahidi, nani anatakiwa awe shahidi, shahidi katika ndoa, shahidi mahakamani, shahidi katika biashara, shahidi katika mikataba, nani ana sifa ya kuwa shahidi, mambo ya viapo vitakuja wakati gani, yanatakiwa vipi, ushahidi wa kimaandishi una nafasi gani, iliandikwa vipi. Shekhe huyu atakiwa mambo yote haya ayajue katika somo moja tu, somo la fiqh. Shekhe huyu atakiwa ajue al-ahkamu ad-dusturiya ambayo yasomeshwa katika fiqh, yani hukumu za mambo ya kisheria za kinchi na mikataba na katiba zake, yani mfumo wa utawala, ajue kanuni za uongozi, uhusiano kati ya watawala na raia, haki na wajibu wa watu binafsi na makundi mbalimbali. Kuna watu wenye ulemavu, kuna watu wenye kujua haki zao mbalimbali. Shekhi atakiwa asome mambo hayo. Mwanazuoni wa Kiislamu mbobevu atakiwa ayajue mambo. Likitokea jambo ashajua hii hukumu yake ni kadha, ataweza kusema, si masala kuropoka tu kwenye mitandao. Shekhi, hii ni fiqh na sheria ya Kiislamu. Ajue al-ahkamu ad-dawliya, hukumu za kimataifa ambazo zinajenga mahusiano kati ya dola ya Kiislamu na mataifa mengine, hali ya amani na hali ya hofu inapotokea jambo, limetokea janga, yametokea maradhi, yameenea katika mji, katika nchi, kipindupindu kimeenea, covid imeingia. Shekhe, wewe wasemaje? Watakiwa uwe na majibu ya kuwapa Waislamu kwamba jamani, katika hali hii muongozo wetu ni huu. Waislamu tulie, kila mmoja akae kwenye nyumba yake, lockdown, watu wasitoke. Ndio Uislamu umetufundisha. Shekhe ajue, azungumze, sio kila mtu aseme tu. Ina maana shekhe ametaalamika, anajua. Mbali na hayo, shekhe atakiwa ajue al-ahkamu al-iqtisadiyya wal-maliyya, hukumu za mambo ya kiuchumi na mali, ili apate kulinda haki za watu katika mali. Abainishe njia za umiliki, sio kila njia ya umiliki yafaa, hii ya haramu, hii ya halali. Umepata vipi mali hiyo? Umeimiliki vipi? Je, umiliki wako ni wa halali au si wa halali? Shekhe atakupa hukumu jambo hilo. Usimamizi wa mali, nani atasimamia mali ya mtoto mdogo aliyerithi kutoka kwa baba yake, naye akiwa bado yatima, hajafikia umri wa baligh? Mtoto mdogo anaweza kuwa bilionea, baba yake alikuwa na mali nyingi tu, lakini amekufa baba yake, umri wake miaka 5. Msimamizi ni nani? Nani atasimamia mali yake? Ataisimamia vipi? Ataiendeshaje? Huyu tumjua ni safihi, ni mtu mbadhirifu, atumia mali ovyo. Sheria yasemaje? Atasoma aya, wala tusufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Huyu mbadhirifu asipewe mali, azuiwe, apewe matumizi yake kila siku. Tutaifreeze account yake kwanza mpaka tuangalie iko sawa. Shekhe atakiwa ajue mambo haya, matumizi ya mali kwa mujibu wa sheria na mengineyo. Ni somo moja tu la fiqh, na fiqh ina vipengele vingi, mambo mengi. Bado utakuwa akili yako imedumaa tu, haiwezi kudumaa, lazima akili yako ichangamke. Kuna mambo mengi kujua. Sasa mimi nataka kuwaambia kwamba tusighurike na kile anayezungumza kwenye mitandao au kwenye majukwaa, watu wakampa nafasi ukaona kwamba huyu ni shekhi. Sisemi hivi kwa njia ya kudharau, lakini mashambulizi katika jambo hili yamekuwa ni makubwa sana. Watu wameshaona kwamba kuna maslahi ndani yake. Mambo haya yameingia kwenye dini nyingine. Kila anayetoka mara kafungua kanisa, kule kafungua kanisa lake, mara huyu ni biashara. Tusiruhusu jambo hili kwenye dini yetu. Na sisi Waislamu tunatoa nafasi kwa sababu ya ujinga wetu. Ujinga ukiondoka kwetu, mjinga akierevuka, basi wale wababishaji wote watakimbia, watatoweka. Kinyume cha hivyo tutaendelea kutapeliwa katika dini yetu. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadhaya'uhu min a'zami al-khusran. Maneno haya huwa yakariri sana. Dini ni rasilimali muhimu sana, ishike vizuri. Kuipoteza rasilimali hii ni hasara kubwa sana. Sasa vipi unakuwa mjinga kwenye dini yako, unamkabidhi mtu yoyote tu amsikiliza, asema basi? La,
hilo jambo haliwezekani 1000 mara la. Kwa hiyo mwanachuoni wa Kiislamu aliyesoma fununi hizi akataalamika katika milango hii, akawa na fiqhi katika dini, akawa na maarifa, sikwambii katika mambo ya imani na itikadi, huko amebobea mambo tungu nzima, ajua mambo, ukisema tu kujua wewe ni mtu wa mrengo gani. Sikwambii katika fani nyingine ambazo hazipo katika matumizi yetu, kwa sababu bado sisi hatujafikia maendeleo hayo. Na kuna vitu vingine mpaka visemwe mpaka maendeleo hayo yafike. Fununi mbalimbali wanaozuoni wa Kiislamu wanataalamika, wanakuwa nazo fani hizo. Shida labda inakuja kwenye lugha. Sasa lugha ndio elimu. Tumjalie kwamba aliyesoma Marekani kwa Kiingereza huyo ndio mtaalamu, lakini aliyesoma Beijing China mtaalamu kwa Kichina huyo sio mtaalamu. Ndio hivyo. Unaona China wanapopiga pesa na Kiingereza hawajui. Piga pesa kikweli kweli tena. Wataalamu tena. Ni wataalamu kweli kweli. Sasa sisi tuna akili fulani tumetengenezwa, tushasetiwa akili zetu na wakoloni. Hata nyinyi mko hivyo hivyo. Ndio mshasetiwa, ile akili imewekwa sawa sawa, na baadhi ya nchi hata ndugu zetu walituzunguka majirani na sehemu nyingine tayari watu washasetiwa akili kwamba Kiingereza ndio elimu. Hata kama wafanya njaa, lakini basi wajua Kiingereza tu. Umezungumza Kiingereza fasaha, basi mtaalamu huyu. Lakini huko wadaiwa kodi. Mwenye nyumba hajasoma hata Kiingereza hajui. Mfahamu? Tusije tukachanganywa hapo tukaamini hivyo. Na ndio maana sasa tuna wataalamu wengi kabisa, lakini vitu vya msingi kabisa wanashindwa kuvitengeneza. Kwa sababu tunamezeshwa tu vitu ambavyo havina maana kwetu. Imekuwaje wenzetu wamekuwa ni madaktari, wabobezi, mabingwa, sisi kila siku tutukana tu. Hatuna taaluma. Hatutoi huduma inavyostahili. Twaharibu. Imekuwaje wenzetu wamekuwa ni wasanifu wazuri wa majengo, wahandisi wazuri, majengo yao yanakuwa imara, sisi kila siku tuharibu. Tukiachiwa sisi miradi, tukiachiwa sisi tutaiharibu. Sikaachiwa Mwafrika, kaachiwa Mwafrika pale alipoondoka mzungu. Na ndio hali halisi ilivyo katika nchi zetu. Mimi nitawapigieni mfano. Leo katika hii nchi ya Tanzania palikuwa kuna mashamba ya mkonge. African office iko Tanga hapa. Mkonge ulikuwa unazalishwa Tanzania, hasa Tanga bil khusus, na ileta pato kubwa kabisa katika taifa. Miaka ya 60 kuja 70 karibu tani laki ngapi ilikuwa zikizalishwa. Imekwenda wazungu walipoondoka, mara tani 1080 zimepungua. Mara tani sio laki ngapi zimepungua. Mara hauna faida tena. Nini kaachwa Mwafrika? Mzee Mwinyi, mzee Ruksa katika kitabu chake anaeleza, asema yani shida kubwa iliyotokea katika nchi yetu sisi. Yeye asema ile siasa ya Mwalimu, siasa ya ujamaa sio mbaya, lakini wale waliochoka kuisimamia, kuitekeleza ile walishindwa. Wakashindwa kutekeleza. Kwa nini? Mwafrika mjinga, hajui, ameimbishwa tu kule shule, basi hana alichokielewa. Yeye atakiwa alete mapato, yeye ndo anazidi kutumia. Yani anachokitumia, matumizi yake kwa mwezi atumia milioni 2, wakati yeye anaingiza 700,000. Twende mwaka mmoja utabaki na kitu hapa. Katika alioeleza kwa mfano haya mashirika ya umma yote, asema waliajiriwa watu wengi hawana kazi katika ile mashirika ya umma. Watu watakiwa 700 tu labda, au watu 1000, wameajiriwa watu 6000. Watu wapiana kazi tu, meneja hajali wala nini. Bandari kuna kikundi cha ngoma, watu bandari na ngoma hapo kwa watu walipo tu kwa sababu kuchekesha, kwa sababu za kibisa. Yule akasema kubeba vyuma, lakini kile cha bandari kile, hiki cha posta hiki. Wameajiriwa watu tu nzima. Hivi wamejazana pale, wanakula tu. Sasa hesabu, hamjui hesabu. Kuna timu za mipira, kila shirika la umma, kila basi balaa tu. Hao wasomi ndio tena wa Kristo. Si ndio walikuwa wamesomeshwa wakati huo? Mwaka 70, 75% ya wabunge wa Tanzania walikuwa ni Wakristo.
70 kuna 71 bunge la Tanzania, na 75 wa Kristo, 70 Katoliki. Tathmini ya kweli kabisa. Dr. John Sivalo ameeleza kwenye kitabu chake Kanisa Katoliki na Siasa Tanzania Bara. Alafu hao ndio wamekwamisha nchi mpaka imefika nchi za haina kitu, njaa. Sasa nyinyi wasoma nini jamaa? Lakini ukiusoma Uislamu unakuwa na maarifa sahihi na una uwezo kuleta upembuzi wa mambo, upembuzi yakinifu kabisa, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yataka uhai umri wako uumalize katika kuyasoma mambo haya. Kwa hiyo mimi sitaki kuwaambia kwamba kuanzia leo sasa na nyinyi msome miaka 40. Asisemi hivyo, tutakuwa sijafanya jambo, lakini tusomeni tuijue dini yetu. Lakini pia tusiwasahau watoto wetu kuwekeza katika elimu hii yataji watu. Hii elimu ya dini hii ya kuisoma dini vizuri, kunahitajika watu wakuja kuihami dini, waijue sheria hizi. Leo kumeingia huduma za kibenki za Kiislamu, Islamic Bank. Utaambiwa mambo chungu nzima. Kuna wataalamu sasa pale, lazima ujue sheria, al-ahkamu al-iqtisadiyya wal-mali, lazima ujue vizuri. La sivyo utadanganywa. Sasa hivi tambua huu ni murabaha, kumbe sio. Unaelewa? Mambo ya sukuk, mambo gani lazima uyajue kiundani. Haitatosha kwamba wewe ulisoma skuli mambo ya uchumi, si mambo gani, kwa hiyo huwezi jua. Kuna wataalamu watakudanganya tu hapo, utazungumza kitu ambacho huna elimu nacho. Ina maana tunatakiwa sisi tuandae ndani yetu kwanza kwa Waislamu, tuwe na watu. Sasa turudi malizie maneno yetu kwamba lazima sisi tuwajue wanawazuoni wetu, wanawachuoni wa Kiislamu waliosimama katika misingi ya sawa sawa ambao sisi tunatakiwa turudi kwao. Kwa nini sisi tuzungumza maudhui hii ya kutaka kuwajua wanawazuoni? Mwanzo kabisa nimeeleza kwamba yako mashambulizi ya kimakusudi kabisa na mipango na mikakati ya kimakusudi ya kudhoofisha nafasi hii ya wanawazuoni, na kuona kwamba wanawazuoni si chochote, na sio lazima wawe wanawazuoni wa Kiislamu. Mashekhe, wajua hawa mashekhe, na wakipiga mfano wa mashekhe wapiga wale ambao hawakusoma, si ndio wanaowaona wako mbele. Taja mashekhe, wataja wale ambao kusoma kwao ni kwa ubabaishaji, pengine wana ufundi tu wa kuzungumza kwenye majukwaa basi, lakini elimu hasa ya kusoma dini hawana, ambapo sasa Muislamu wa kawaida hawezi kutofautisha kwamba ndiye au siye. Akiwekwa sawa, mashehe sasa wajua mzungumze, mngewekana sawa tu huko mngeitana, sio hivi mashehe naye pia yule yumo. Mnatudhalilisha sana sisi katika Uislamu wetu. Watu wanadhalilishana sana. Kwa nyinyi mmesoma, mmemaliza chuo kikuu na master, alafu wewe sasa unajikutanishwa na mtoto darasa la 4 kafeli, naye ana utaalamu wake sio kuuza dawa, sio mitishamba, basi madaktari mkae mzungumze. Utakaa naye uzungumze nini? Mtazungumza kitu gani? Yeye ana kitu gani anachokielewa huyu? Mbona mnataka kuwadhalilisha watu na taaluma zao? Madaktari siku hizi mmekuwa mnafujo. Wallahi mnasikitisha sana. Ndio hali ilivyo tunaoishi nayo sasa hivi. Ndio hali tunaoishi nayo sasa hivi. Kwa hiyo ile nafasi ya maulama na wanaozuoni imekuwa dhaifu, kwa sababu pameingizwa makundi makubwa ya watu ambao si katika wanaozuoni wala hawana historia ya kusoma. Ndio maana siku za nyuma wakati ule Usama bin Laden ndio ametrend katika mitandao na nini, Al-Qaeda, vitu kama hivi, ikawa Ahlus Sunna wanazungumza, lakini huyu hajasoma dini. Ndio hajasoma, lakini nyinyi mmesoma, mbona mtokei sasa? Mko wapi sasa? Hajasoma sawa, mama huyu hajasoma, huyu hawezi kuwa shekhe, hawezi kuzungumzia umma huyu. Lakini ana wafuasi wake wanaomlinda,
Ukisema kina Ayman al-Dhawahiri ana wafuasi wake, kina Anwar Haulak ana watu wake na genge lake, kwa sababu fasaha Kiarabu, fasaha Kiingereza, akizungumza kama Mwingereza. Kwa hiyo ana makundi, si msomi lakini wa dini, hajasoma, si mwana wa chuoni. Kwetu kiwana wa chuoni hazingatiwi, kapita madrasa, ajua aya, kasoma. Kwa mtu aishi kazaliwa Yaman mathalan au kazaliwa Saudia, kujua Qur'ani kitu cha kawaida, tangu iko primary, tangu kuchekechea atasoma Qur'ani. Huyu atakwenda kupambanua mbele huko, sasa ataingia skuli, ataenda mambo yake ya skuli, au atakwenda madrasa kusoma dini. Ni mifumo imewekwa, imewapa maarifa kwako wewe, kwa sababu kusoma kabisa wamuona ni shekhe, kwa sababu alingana na huyo shekhe wako kumtani kwako, pengine pia mshindi, lakini si shekhe. Na lugha anayozungumza pengine ndio ya kuvutia zaidi, basi ushakwenda na maji. Ndugu zangu, dini tusipeleke namna hiyo. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.